Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri usiku wa leo nchini Tanzania. Ripoti za hivi punde moja kwa moja kutoka kwa Jamhuri ni kwamba Rais mteule Samia Suluhu Hassan wa CCM ataweza kuapishwa kesho saa 4 asubuhi mjini Dodoma. Ripoti zilizothibitishwa na BBC Swahili News zinasema. Kabla ni kuonyesha tukio zima na ripoti hizi nzima, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Taarifa mpya kutoka Dodoma jioni hii ama usiku huu zinasema kuwa Rais mteule wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wa CCM anatarajiwa kuapishwa kesho asubuhi saa 4 alfajiri Dodoma, masaa ya Tanzania, kufuatia ushindi wake wa kishindo katika uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata nchini humo. Kulingana na sasisho zilizothibitishwa na BBC Swahili News, maandalizi tayari yanaendelea katika mji mkuu kwa sherehe ya hadhi ya juu ya uzinduzi huo. Tangazo hilo linakuja huku kukiwa na maandamano yanayoendelea nchi nzima na wasiwasi wa kimataifa juu ya uaminifu wa uchaguzi wa Tanzania uliofanyika Oktoba tarehe 29. Pia kuna ripoti ambazo zinasambazwa na chama upinzani na wanaharakati ambazo zinaonyesha picha za Watanzania wengi sana ambao wamekusanywa baada ya kufariki kwa majeraha ya risasi. Ushindi huu wa Samia Suluhu siku ya kesho ulioripotiwa kuwa 98% umekabiliwa na mashaka pia na hasira kutoka kwa vyama vya upinzani hususan Chadema ambacho kimeelezea matokeo kama kejeli ya mchakato wa kidemokrasia. Viongozi wa upinzani wanashikilia kuwa uchaguzi huo haukuwa huru wala wa haki, wakishutumu chama tawala CCM kwa kutumia vyombo vya dola ama jeshi la polisi kuchakachua matokeo na kukandamiza upinzani. Maandamano hayo yaliyozuka kote nchini Tanzania mara baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi na baada ya uchaguzi yameingia siku ya 5, huku kukiwa na taarifa za vurugu sehemu mbalimbali na kukamatwa na hali ya wasiwasi iliyotanda. Hali bado nchini Tanzania si shwari licha BBC Swahili News kutangaza ya kwamba hali ni shwari, lakini kulingana na wanamtandao ambao wapo nchini Tanzania wanadai ya kwamba hali si sawa na kuna miili mingi ambayo imekimbizwa hospitalini kwa majeraha ya risasi na wengine kuaga dunia. Hata hivyo, maeneo ripoti hizi ni Arusha, Mwanza, Mbeya na maeneo mengine, huku wakiendelea kukaidi vyombo vya usalama wananchi na kufanya maandamano ya kudai haki na uwazi katika uchaguzi. Waandamanaji wameishutumu serikali kwa kupanga kile wanachokiita mapinduzi ya kisiasa yaliyojificha kama ushindi wa uchaguzi. Walioshuhudia wanaripoti kuwepo kwa polisi kwa wingi mitaani, huku vizuizi vingi vikiwa vimewekwa ili kuzuia mikusanyiko. Mawasiliano ya mitandao na simu ya mikononi yamesalia kuwa na vizuizi na kufungwa, na hivyo kufanya iwe vigumu kwa wanahabari kutoa sasisho za wakati halisi kuhusu mgogoro unaoendelea. Mjini Dodoma, ulinzi umeimarishwa kabla ya sherehe hizo za kuapishwa Samia Suluhu Hassan kesho, huku serikali ikidhamiria kuonyesha taswira ya utulivu huku kukiwa na machafuko. Vyanzo vya habari ndani ya uongozi huo vimethibitisha kwa uzinduzi huo utaendelea kama ulivyopangwa licha ya maandamano yanayoendelea. Hata hivyo, viongozi wa upinzani pia wamelaani hatua hiyo na kusema ni dharau kwa Watanzania waliopoteza maisha na kujeruhiwa na wale ambao bado wanashikiliwa kwa kushiriki maandamano hayo. Waangalizi wa mambo wanasema kuwa kuapishwa kwa Samia Suluhu Hassan kunakuja kidogo kutasaidia kutuliza mvutano, isipokuwa serikali itashughulikia madai ya uvunjifu wa sheria katika uchaguzi. Maandamano ya Tanzania ambayo yalianza kama maandamano ya amani kupinga matokeo yaliyotangazwa sasa yamegeuka mauti katika mikoa kadhaa na majeraha. Mashirika ya haki za binadamu yameandika ripoti za polisi kutumia risasi za moto dhidi ya waandamanaji. Uchaguzi huo ambao awali ulikusudiwa kuimarisha demokrasia ya Tanzania, badala yake mwaka huu umefichua mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Wapinzani kama vile Tundu Lissu wa Chadema wameendelea kupaza sauti kukataa matokeo na kukataa mazungumzo, wakisisitiza kuwa mapenzi ya wananchi yameibiwa. Tundu Lissu ameapa kuwa maandamano yataendelea hadi uchaguzi wa Tanzania utakapobatilishwa na kuandaliwa kura mpya ya uwazi. Sauti yake ya dharau imewagusa raia waliokatishwa tamaa na miaka mingi ya ukandamizaji wa kisiasa na matatizo ya kiuchumi nchini. Maandamano hayo yamekuwa vuguvugu la kisiasa na kijamii linaloonyesha kutoridhika zaidi na hali ya utawala nchini Tanzania. Hisia za kimataifa zimekuwa za haraka, huku Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu ikieleza wasiwasi wake mkubwa juu ya ripoti
ripoti za mauaji na kuwekwa kizuizini kiholela kufuatia uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Tume hiyo iliitaka serikali ya Tanzania kuacha kutumia nguvu kupita kiasi na kuacha kutumia risasi na kuanzisha uchunguzi mara moja kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za binadamu na mauaji. Balozi za Magharibi zikiwemo za Uingereza na Marekani zimetoa ushauri wa usafiri zikiwaonya raia wake dhidi ya safari zote isipokuwa muhimu za kuja Tanzania kutokana na kukosekana kwa utulivu na uhaba wa chakula, mafuta na pesa na hali ya usafiri. Licha ya shinikizo kuongezeka, serikali ya Tanzania imekaa kimya bado kwa kiasi kikubwa kuhusu maandamano hayo na madai ya udanganyifu katika uchaguzi. Rais mteule Samia Suluhu Hassan ambaye ataapishwa kesho, katika maelezo yake mafupi baada ya kutangazwa mshindi, ametaka kuwepo kwa umoja na amani na utulivu, huku akiwataka Watanzania kukubali matokeo na kusonga mbele. Wito wake hata hivyo umefanya kidogo kupunguza hasira ya umma, kwani waandamanaji wanashutumu utawala wake kwa kunufaika na ufisadi na kimfumo na vitisho. Chaguzi hizo zimeiacha Tanzania katika mgawanyiko mkubwa kuliko hapo awali. Taarifa za mashuhuda kutoka Dar es Salaam zinaeleza barabara tupu, maduka yaliyofungwa na foleni ndefu kwenye vituo vya mafuta, huku athari za kiuchumi za machafuko hayo zikianza kudorora. Maandamano hayo yametatiza ugavi na kusababisha uhaba kote nchini. Wakazi wanaripoti kuongezeka kwa mvutano, huku wanajeshi wakiongeza doria katika vituo vya mijini kuleta usalama. Wakati serikali inasisitiza kuwa hali imedhibitiwa, picha zinazosambazwa mtandaoni zinatoa picha tofauti ya hofu na upinzani. Wakati saa inaelekea kwenye sherehe za kuapishwa Samia Suluhu kesho, makundi ya upinzani yametoa wito wa kutotii kiraia nchi nzima na kuwataka Watanzania kususia shughuli za serikali, wakipinga kile wanachokiita urais haramu. Mito hii imeongeza hali ya sintofahamu inayolikumba taifa. Wachambuzi wanaonya kuwa bila mazungumzo ya maana kati ya serikali na upinzani, Tanzania inaweza kutumbukia katika machafuko makubwa ya kisiasa. Jukumu la vyombo vya habari pia limekuwa likichunguzwa, huku waandishi wa habari wakikabiliwa na unyanyasaji na vikwazo chini ya maagizo ya dharura yaliyotolewa baada ya uchaguzi. Vyombo kadhaa vya habari vya ndani vimelazimishwa kuwa nje ya mtandao, huku vingine vikijidhibiti wenyewe kwa kuhofia kulipiza kisasi. Licha ya msisitizo wa serikali kwamba utaratibu utarejeshwa, ukweli wa msingi unaonyesha vinginevyo. Mchanganyiko wa kutoridhika kisiasa unaonekana, usumbufu wa kiuchumi na kukatika kwa mawasiliano na interneti kumezua dhoruba kamili. Kuapishwa kwa Samia Suluhu Hassan kunaweza kuzidi kuchochea hali hiyo iwapo kutaonekana kuwa ni sherehe za dhuluma. Wachambuzi wanaamini kuwa bila mpango wazi wa maridhiano ya mageuzi, maandamano ya Tanzania yataongezeka siku chache baada ya sherehe hiyo. Wakati Tanzania ikijiandaa kwa uzinduzi wa kesho, taifa limesalia kwenye makali. Uchaguzi huo umeacha njia ya maumivu, hasira na sintofahamu na maombolezo, huku maandamano yakiweza kusababisha majeraha na vifo. Ulimwengu unatazama kwa makini Dodoma kesho, inapokuwa jukwaa la sura nyingine katika safari yenye misukosuko ya kisiasa ya Tanzania. Ikiwa kuapishwa kunaleta amani au machafuko zaidi, itategemea nia ya serikali kusikiliza sauti za watu wake na azimio la upinzani la kusimama kidete kwa uwajibikaji wa kidemokrasia. Mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na kuapishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan siku ya kesho saa 4 Dodoma, alafu bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Vile mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Endapo utabonyeza kiboksi hicho, kitaweza kukuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya zinazojiri au kuchipuka.